nieleze sasa mazingira yaliyokuwepo. Timu ya Chande pamoja na kuipongeza sana katika hii hatua ya awali kwamba wameweza kuyaona haya, kwamba haya mambo yamewauzi wa Tanzania, wameweza kuyaona haya. Sasa uchambuzi wao, walikuwa fair kiasi gani, walikuwa huru kiasi gani, walitenda haki kiasi gani katika utayarishaji wa taarifa yao. Sasa tuanze na eneo la uhalali wa vitendo vya serikali wakati wa kutuliza ghasia. Tume imechambua baadhi ya mambo muhimu. Tume haikuchambua baadhi ya mambo muhimu ili kujiridhisha kama nguvu iliyotumika kukabiliana na waandamanaji ilikuwa sawa au la. Ilikuwa sawa au la. Tume ilipaswa kueleza kwa kina mazingira yaliyopelekea jeshi la polisi kuua watu 518. Jamani, watu 500, zaidi ya watu 518 na kujeruhi watu zaidi ya 2390. Na mimi nilisema kwa sababu tume nayo imekuwa fair, imesema kwamba yawezekana hii idadi ni zaidi. Kwa hiyo ukisema zaidi, maana yake hata wale waliosema 10,000 na wenyewe wako sawa. Wako sawa. Sababu tume imeshindwa kuconclude idadi, imesema ni zaidi ya 518. Maana yake hata wanaosema kwamba watu waliouawa siku hiyo ni zaidi ya 10,000 ni sawa. Watu waliosema kwamba watu waliojeruhiwa nao ni wengi tu zaidi ya hiyo 2390. Nayo wako sawa. Lakini tume imeshindwa kutueleza kwa kina ni mazingira gani yaliyopelekea mpaka uue watu wote hao. Lakini la pili, tume haikuonyesha udhibitisho hao polisi wapi walitumia mabomu ya machozi, maji ya washawasha, risasi za plastiki, njia mbadala ambazo zingeweza kuwadhibiti waandamanaji. Lakini la tatu, tume haijaeleza taarifa ya kuwepa makontena ya silaha, kwa sababu hapa tulielezwa kabla ya uchaguzi miezi hiyo ya 8, 9 tulielezwa kontena la silaha limeingia kupitia bandari yetu. Tume haijasema chochote. Ilikuwa ni Agosti 2027. Haijaeleza. Lakini la nne, tume haijaeleza madai yaliyotolewa ya kuwepo askari wa kutoka nje ya nchi waliokuja kushiriki mauaji ya raia wasio na hatia. Imesema pale imeshindwa kujustify, imeshindwa kuthibitisha. Tume haijaeleza madai ya baadhi ya askari waliovaa kininja na wengine kuvaa kiraia na kushiriki mauaji ya raia wasio na hatia, wengine wakiwa kwenye magari ya polisi na ya kawaida. Lakini mbaya zaidi, tume imeshindwa kujadili, tume imeshindwa kueleza juu ya kauli ya aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa George Simbachawene aliyoyatoa tarehe 8 Disemba 2025 baada ya ghasia na machafuko ya uchaguzi mkuu, kukemea na kulaani vitendo vya baadhi ya askari kuvaa kininja, kutumia nguvu kubwa kupitiliza katika kudhibiti ukamataji wa watuhumiwa. Maana yake ni nini? Maana yake waziri wa mambo ya ndani baada ya machafuko ya Oktoba 2025 alithibitisha kwamba askari wake walitumia nguvu kubwa kupitiliza, alithibitisha kwamba walivaa kininja kinyume cha utaratibu. Sasa kilichotokea mwezi mmoja baadaye, waziri Simbachawene alifukuzwa mnamo tarehe 8 Januari 2026. Jambo ambalo, kwa hiyo ni mwezi mmoja tu baadaye, jambo ambalo lilipelekea hisia tofauti kwa wananchi kuwa ukamataji wa kikatili una baraka za mtawala. Kama waziri wake amesimama hadharani amesema hapana, maskari mlikosea hii, mlikosea hivi, mlikosea hivi na lazima turekebishe hiyo hali, akaondolewa mwezi mmoja. Sasa hisia za wananchi zinaenda tu pale pale kwamba kwa hiyo kumbe huyu waziri wa mambo ya ndani huyu, kuna watu ambao walio juu yake wanaotaka watu wakamatwe kwa mabavu, wanaotaka watu waonewe katika ukamatwa, wanaotaka askari wakosee taratibu zao katika ukamata watu. Akaondolewa. Na hili sio jambo la kwanza yaliyomkuta huyu waziri, yalimkuta pia waziri wa katiba na sheria wakati huo Profesa Palamagamba Kabudi, ambapo alijitokeza hadharani akakiri kwamba serikalini kuna matatizo makubwa katika kujadili na kuingia mikataba ya nchi. Akakiri kwamba kuna mikataba mingi ya siri na matokeo yake inaingiwa mikataba ambayo inalinyonya taifa, yenye masharti hasi na mingine ni tegesha kwa ajili ya taifa letu kushtakiwa katika mahakama za kimataifa ya usuluhishi wa migogoro ya biashara na uwekezaji, yani ACCID, na mwisho wake kuligharimu taifa letu kwa kiwango kikubwa. Na huyu waziri akaenda mbali zaidi akasema anataka serikali iunde chombo cha kuratibu na kusimamia mikataba nchini ili kukomesha mchezo huo. Huyo waziri alikaa siku mbili, alitoka siku mbili tu
toka atoe tamko lake tarehe 6 Disemba 2024, ilipofika tarehe 8 Disemba 2024 aliondolewa kwenye wizara hiyo. Sasa mfano mwingine ni wa hivi karibuni wa PSSF, mkataba wa PSSF ambao bodi hii ilikataa kusaini ujenzi wa mradi wa uwanja wa ndege wa Serengeti ambao hauna tija yoyote katika taifa hili ambao mabarabara yote leo mabarabara yote yametoboka, yote mashimo nchi nzima. Barabara zina mashimo nchi nzima. Viwanja vya ndege vyote vimesimama. Barabara za SGR zote ujenzi wa SGR umesimama. Leo zinatafuta hela zaidi ya bilioni 300 na kitu zikajenge kitu ambacho wala hakihitajiki kwa sasa. Bodi hiyo na yenyewe ilivunjwa. Sasa ipo mifano mingi ya mambo haya ambayo inafikirisha kwamba huyu ambaye anawaondoa hawa kwenye nafasi zao, watu wanaofanya haya mema, yeye anataka wale wanaofanya mabaya. Lakini jambo jingine, tume imeshindwa kutoa taarifa sahihi ya watu waliopoteza maisha wakati wa ghasia, kama tulivyosema kwamba, kwa mfano unajiuliza kwa nini tume imezungumzia tu mambo ya Kwa nini tume imezungumzia tu mambo ya vituo vya afya katika kutengeneza takwimu ya watu waliopoteza maisha? Kwa nini ilikomea tu kwenye vituo vya afya? Tume hii ambayo imefanya kazi kwa muda wa siku 153 na ikasema kwamba imepokea watu waliojitokeza kwenda kwenye kuhojiwa na nini zaidi ya 63,000 kama sikosei takwimu zangu, lakini zaidi ya watu 63,000 kama sikosei walijitokeza kwenye tume hiyo kwenda kusikilizwa. Lakini kwa nini katika kutafuta takwimu ya watu waliouawa wakaishia tu pale kwenye vituo vya afya? Watu wameuawa kwenye vitongoji, watu wameuawa kwenye serikali za mitaa. Wenye viti wa vitongoji kwa nini hawakuulizwa? Wenye viti wa vijiji kwa nini hawakuulizwa? Watendaji wa vijiji kwa nini hawakuulizwa? Wananchi wa maeneo hayo kwa nini hawakuulizwa? Na watu walikuwa wamefungiwa ndani. Maanake ni kwamba wewe uliouawa uchochoroni kule huwezi kuonekana, na inawezekana usipelekwe hospitali. Maanake ndugu wengine walienda kuzika ndugu zao bila kwenda hospitali. Kwa nini hawakuombwa takwimu hizo? Lakini mbaya zaidi, ikaleta shida hiyo ambayo watu wengi walijadili sana juu ya takwimu, kwamba takwimu zile zilikuwa zinakinzana, ambao zaidi ya marehemu 113 hawakuelezwa walitoka kwenye maeneo gani na tume. Lakini ikibaya zaidi ni kwamba tume hiyo ya Jaji Chande imeshindwa kuorodhesha orodha ya marehemu waliofariki Kahama, ambao walifariki idadi ya watu wengi, na wao wamesema wamezunguka nchi nzima na wamesikiliza watu wengi. Watu waliofariki Geita, Katoro haikutaja kabisa, hata wale wa hospitali sasa hawakutajwa. Momba na Tunduma, Bunda, Tarime haikuweka kabisa kwenye orodha yake, kwenye jedwali ile hawapo. Sasa mambo haya kwa sababu yako kwenye jamii na unaihoji jamii ambayo yenyewe inazo taarifa. Sasa ndio maana tunasema kwamba taarifa ya takwimu hii ya vifo imechakachuliwa kwa kiwango kikubwa sana na tume wangeeleza tu ukweli badala ya uchakachuzi huo walioufanya, kwa sababu inaonekana wazi kabisa ni kwamba hapa hizi takwimu zimechakachuliwa. Wameupata ukweli kutoka kwa wananchi, lakini wao wameuchakachua, na ndio maana takwimu zinakinzana. Ndio maana maeneo serious mengine yaliyohusishwa na mauaji yameachwa. Sasa eneo jingine ambalo nataka mlifahamu ni tume kushindwa kuthibitisha madai ya mali yaliyoharibiwa na thamani ya shilingi bilioni 125 ikiwemo majengo ya CCM na mahakama. Hapa tume wanaonyesha kabisa moja kwa moja kwamba wako bias kwa kiwango kikubwa. Wameweza kuthibitisha, wanasema mali iliyoharibiwa yote ina bilioni 125. Lakini wameshindwa kutuambia chombo kilichofanya uhakiki wa hiyo mali na kupatikana hiyo thamani ni chombo gani. Kwa sababu kwenye nchi hii tunaye barua wa serikali. Hatujasikia barua amepewa kazi na tume ya kufanya kazi ya uhakiki wa mali. Lazima wangetangaza kwenye gazeti la serikali kwamba wamemwajiri msamini mkuu wa serikali kufanya mapitio ya mali zote zilizoharibiwa wakati wa vurugu au wakati wa machafuko ya Oktoba 2025. Hakuna mahala popote ambaye huyu amekuwa engaged, na hata kwenye muhtasari wao waliouleta hawajatuambia kwamba aidha ni Rita au msamini mkuu wa serikali alihusishwa kuverify hizi gharama. Lakini kama hiyo haitoshi,
Kwa siku zao zote hizo 153 wameshindwa kutueleza kukokotoa gharama za watu waliouawa. Kuna kifuta machozi basi. Watu hawa kweli zaidi ya watu 518, hizi familia zao zilizoachwa kwenye umaskini mkubwa huu, zingine amefiwa kijana kabisa nguvu kazi ambaye ndio alikuwa anamtegemea, mwingine mfanyakazi wa serikali ndio alikuwa anamtegemea, mwingine ndio baba mji waliokuwa anamtegemea. Kwa hiyo huu msiba umeacha wajane, umeacha yatima, umeacha kila aina ya dhiki kwenye familia. Sasa kama tume ilikuwa ya kweli kwa ajili ya kukagua matatizo ya wananchi, wameshindwa kusema kwamba hawa watu zaidi ya 518 walau fedha fulani hivi itolewe haraka na serikali kwa ajili ya kuwafidia. Wameshindwa, hakuna ukokotoaji huo. Waliopata ulemavu wameishia kusema tu wanunuliwe vifaa saidizi. Kwa nini usiseme kwamba kwa tathmini tuliyoifanya vifaa vinakadiriwa kuwa vya gharama hii, serikali itoe vifaa hivyo haraka kwenda kuwasaidia wananchi? Lakini kwa sababu ya majengo hayo na vituo vyenu hivyo vya mafuta, hivyo vituo vya mafuta na nini yenyewe gharama imepatikana haraka. Lakini huku kwenye matatizo ya wananchi serious hamna. Timu imefanya tathmini kwa muda wa siku 153, lakini imeshindwa kuambia kwamba Watanzania walipata hasara gani kwa kuzimiwa mtandao. Watanzania walipata hasara gani kwa kuzuiwa kutoka. Watanzania wamekaa ndani siku 6. Na hata ilipofunguliwa siku ya 6 bado ilifunguliwa muda umeenda sana, na hata uwezo ukajiorganize. Kwa hiyo ilienda 6 karibia 7 na wako ndani hawafanyi shughuli yote ile ya kiuchumi. Maana yake ni nini? Mabasi yote yalisimama, malori yote yalisimama, hamna mzigo unaosafirishwa wala unaoenda mahala popote, hakuna abiria anayesafiri wala anaenda popote. Watu waliokuwa wanaumwa siku hiyo walipoteza maisha, na tulimshuhudia hapa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akitangaza kwamba kuna wagonjwa wa pressure kutoka na kukosa dawa walikufa. Huo ni mfano tu uliotolewa na mkuu wa mkoa huu. Kwa nchi nzima walikufa watu wangapi kwa kukosa huduma kwa sababu ya kufungiwa ndani? Mabenki yamefungwa, huwezi kufanya biashara. TRA hawezi kukusanya kodi kwa sababu kodi zote zinakusanywa kwenye mifumo ya TEHAMA, haiwezi kufanya kazi wakati mtandao umezimwa. Kwa hiyo taifa lilipata hasara ya matrilioni ya fedha, na mimi katika uchambuzi wangu hapa, kwa maana ya kodi tu tulipoteza zaidi ya trilioni 1 kwa hizo siku 6-7, na kwa maana ya mapato ya mwananchi mmoja na hasara zingine ambazo hazina malipo kama watu kufa kwa kukosa huduma zenyewe, hatuwezi kuzipata gharama zake. Lakini kwa maana ya watu biashara zao hawafanyi, hawezi kwenda kuuza bidhaa zao. Mwenye mabasi, mwenye rodi anayetaka kupeleka mzigo wapi? TRA hawezi kukusanya kodi. TRA na taasisi zingine zinaweza kukusanya kodi zilipoteza zaidi ya trilioni 1. Lakini kwa maana ya wananchi walipoteza zaidi ya trilioni 4. Kwa hiyo jumla ni trilioni 5 kwa maana ya tathmini yangu ya haraka. Na mtu yeyote akitaka tuagu kwenye basis ya mapato tunayokusanya kwa mwaka au kwa mwezi, tuagu kwenye bezi ya pato la taifa ambalo sasa hivi liko above dola za Marekani. Dola za Marekani nadhani bilioni 94 kama sikosei. Tubezi kwenye hilo. Alafu tuone kwa siku moja. Kwa sababu Tanzania wote hawakutoka 7 days. Hawa tume wenyewe hizi hasara hizi kwa nini hawakuweza kuzikokotoa? Kwa hiyo tume hawakuweza kukokotoa hasara ya wananchi walioipata kwa kufungiwa ndani, kwa kuzimiwa mtandao. Tume hawakuweza kukokotoa hasara ya wananchi waliopata ulemavu wa kudumu, hawana miguu, hawana mikono, kupata gharama za vifaa saidizi, wameshindwa kukokotoa. Lakini tume wameweza kukokotoa majengo ya CCM yaliyochomwa moto. Yenyewe wameweza kupata gharama haraka sana, bilioni 125. Ni mambo, wazee wetu hawa tunawaheshimu sana na wamelitumikia taifa hili kwa uadilifu mkubwa. Kwa nini wafanye haya? Jambo lingine, labda kwenye maeneo hayo nitaruka baadhi ya maeneo, lakini vitendo vya serikali baada ya matukio. Vitendo gani vya serikali baada ya matukio? Tumejifunza nini? Baada ya tukio la Oktoba, matendo ya serikali yalikuwaje? Moja, vitendo vya serikali baada ya hayo matukio. Tunataka tuikague serikali na yenyewe. Umepata msiba nyumbani kwako, watu zaidi ya 500 na kitu wamekufa, na wengine wamekuwa walemavu. Tukifika kwako lazima tujue kama ni msiba, una msiba. Familia iliyofiwa, ukifika unajua tu hapo ni wapi? Ni msibani. Sasa tuliyakuta yapi?
Moja, vitendo vya serikali baada ya matukio ya mauaji. Serikali haikutenga muda wa kuomboleza wala kupeperusha bendera nusu mlingoti katika kipindi cha maombolezo, kinyume na taratibu na siku zote za nchi yetu inapopata majanga ya kuomboleza maisha ya watu wengi. Lakini la pili, madai ya baadhi ya majeruhi kuzuiwa kupewa huduma na matibabu na wengine kupelekwa mochwari wakiwa hai kwa amri ya polisi. Tatu, madai ya ndugu wa marehemu kunyimwa miili na hata walioruhusiwa kuchukua miili waliandikiwa kwenye vyeti vya vifo sababu nyingine na sio mauaji. Nne, maeneo mengine yaliyokuwa makazi ya ombaomba na watu wenye matatizo ya akili hawapo, huenda nao waliuawa wakati wa machafuko. Mimi nikipita kwenye mitaa huko, maeneo yaliyokuwa wamekaa ombaomba wengi na watu wengine wa matatizo ya akili siwaoni toka tukio hilo. Huenda nao hawa ndugu zetu nao hawa walipitiwa na hizi risasi ambazo zilikuwa zinamwagwa kila sehemu, zikapiga watu wenye matatizo ya akili, zikapiga watu ombaomba, zikapiga mpaka watoto wadogo. Maeneo mengine yaliyokuwa makazi hayo. Lakini tumeshuhudia tume imeshindwa kuchunguza sababu za kukamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, ya ugaidi na ujambazi ya vijana hawa 1651, kwamba walikamatwa na nini na baadaye wakaachiliwa. Yaani ilikuwa ni nini maana yake? Jambo lingine ni tume kushindwa kuchunguza matukio ya watu kutekwa na kupotea. Katika hili eneo tunaona tu kwamba watu zaidi ya 245 mpaka sasa hivi hawajulikani walipo. Hamna mkakati wa thabiti na wala pendekezo thabiti ya kuwatafuta hawa ndugu zetu 245. Lakini nyinyi wote mtakumbuka kwamba tume imeamini taarifa ilizopewa na polisi kuwa watu wengi walipotea kwa sababu za mapenzi, ushirikina, madeni, kukwepa mkono wa sheria, huku ikijua wazi kuwa wapo wanasiasa wengi waliopotezwa na kupotea kutokana na kuwa na makosa makubwa kuwa wakosoaji wakubwa wa serikali. Mfano Balozi Humphrey Polepole, wote tunajua. Mchungaji Dr. Godfrey Marisa, huyu alipotea, baadaye akapatikana, baadaye akashtakiwa naye kwa makosa ya uhaini kama sio ugaidi, na majuzi ameachiwa. Lakini Mdude Nyangali, Deus Soka na wengine, baadhi ya watu wengine wamekimbia uhamishoni. Tume imeshindwa kuhoji sababu ya polisi kushindwa kutangaza na kuchukua hatua dhidi ya watu na kikosi cha watu kinachohusika na utekaji na mambo mengine. Lakini kuna jambo lingine hapa la tume kuongezewa muda. Je, tume ilikuwa na uhalali wa kuongezewa muda? Tume iliongezewa muda kutoka siku 90 mpaka siku 153, ambao ni sawa na ziada ya siku 63, sawa na ongezeko la muda la 70%. Sasa gharama zilizotumiwa na tume, moja ni kwamba kwanza gharama walizotumia tume kufanya hiyo kazi walishindwa kuzitangaza. Katika serikali ya uwazi na uwajibikaji walitakiwa wazitangaze. Lakini la pili, ongezeko la muda wa siku la ziada 63 za tume kukamilisha kazi. Ongezeko hili kwanza kukamilisha kazi ilikuwa ni siku nyingi sana, lakini tume imeshindwa kuthibitisha endapo ongezeko hili, uhalali wa ongezeko hili la muda, kwa sababu hata hivyo GN ya ongezeko la muda ilikuwa inatolewa mwishoni kabisa au baadaye kabisa. Sasa utaona kwamba kwa mfano tume ilipaswa kukamilisha kazi yake ya kuwasilisha ripoti tarehe 20 Februari 2026, lakini GN ya kuongezeka muda ilitolewa siku hiyo iliyotakiwa kuwasilisha ripoti. Ilipashwa walau hata siku 7 kabla ya siku ya kuwasilisha ripoti. Hivyo nyongeza ya muda ya siku 23. Wewe taarifa hujamaliza. Kama hujamaliza ripoti, si wiki moja tu inakuonyesha, si ndio jamani? Imebaki wiki moja, si unatoa taarifa na GN inatangazwa mapema. Sasa GN ya kwanza ilitangazwa siku ya mwisho, Watanzania wanasubiri wote ripoti, tukaambiwa wameongezewa muda siku ya mwisho kabisa. Siku ya awamu ya pili ya hiyo ya Februari, siku tunategemea kwamba ripoti inawasilishwa, tukaambiwa wakiwa wamezidi siku moja, GN ikatoka tarehe 4 wakati walitakiwa kuwasilisha ripoti tarehe 3.
jieni ya kuongezwa muda ikawa tarehe 4, imezidi siku moja. Kwa hiyo ukiangalia huo muongezeko wa muda wote unathibitisha kwamba hili ongezeko la muda halikuwa na uhalali wowote, na pengine tu lililenga kuficha ukweli, lakini lililenga kuchakachua ripoti, lakini na wakati mwingine lililenga hata kufuja tu fedha za umma. Jambo jingine ni tume kuunda tume nyingine ya jinai. Ukweli ni kwamba haiwezi kutokea kuunda tume mbili za mazira yanayotokana na jambo moja au mnyororo wa matukio ya chimbuko ambalo linalofanana, tena chini ya mamlaka hiyo hiyo. Aidha, jukumu kuu la tume ilikuwa ni kubaini ukweli, fact findings, kuhusu matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, na kwamba tume iliundwa ikapewa secretariat iliyokuwa na uwezo wa kukamilisha mambo yote. Kwa hiyo pendekezo la kuunda tume nyingine chini ya mamlaka hiyo ya rais ni kuwapotezea muda wananchi, kufuja fedha za umma, na ni ujanja wa kukwepa mchakato wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC, na mahakama zingine za kimataifa. Hakuna yani logic yote haiingii kichwani kwamba mnaenda kuunda tume nyingine ya mambo ya jinai, wakati tume iliyokuwa imeundwa ilikuwa imebeba mambo yote. Sasa kama haikuwa inahusika na mambo ya jinai, ilikuwa inahusika na nini? Wakati machafuko ya Oktoba 2029 hele ni machafuko si maana yake yalikuwa yanahusiana na jinai moja kwa moja. Kwa hiyo mnaweza kuona hivyo. Lakini namba nyingine, kuzuia ripoti ya tume kupelekwa kwa wananchi kwa madai kwamba ni mali ya rais na isidaiwe na mtu mwingine yoyote. Awali, wakati mtawala anaunda tume, aliwaomba Watanzania kuwa na subira wakati wa tume inakamilisha kazi yake, ili kutoa taarifa ya taifa hapa lilipo. Baada ya ripoti kuwasilishwa, nini kimebadilika hadi ripoti ikafichwa? La pili, kusoma muhtasari wa kuzuia ripoti ya tume kusoma muhtasari na kuzuia ripoti ya tume kutodaiwa na mtu yeyote wala kwenda kwa umma ni ishara kuwa maudhui yaliyowasilishwa kupitia muhtasari huenda yanakinzana na ripoti yenyewe, na kwamba kuna mambo mengi yasiyo ya kawaida yanayofichwa. Lakini pili, ripoti ya rais sio siri, hivyo kitendo cha rais kukataa isiende kwenye umma ni mwendelezo wa kuficha ukweli ulioainishwa kwenye ripoti hiyo, na kuthibitisha kwa uwazi mgongano mkubwa wa maslahi, yani conflict of interest. Lakini nne, pia kuna mgongano wa madai contradictions, ambapo tume inaahidi wadau kusoma mapendekezo na maoni ndani ya ripoti kamili. Ripoti inasema, nimetaja baadhi tu ya mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti. Bila shaka wadau mbalimbali watapata fursa ya kuyaona kwa kina ndani ya ripoti. Ukisoma ile taarifa ya tume kwa maana ya muhtasari au hotuba ya Jaji Chande, ukurasa wa 58 wa hotuba ya mwenyekiti wa tume, muhtasari wa tume inaeleza bayana kwamba tume ya Jaji Chande iliwaahidi Watanzania kupitia hotuba yao kwamba haya mambo wameandika kwa muhtasari, mambo mengi watayaona kwenye ripoti kamili. Lakini baada ya rais kupokea ripoti hiyo, akasema ripoti yake haipaswi kudaiwa na yoyote. Tuone tume ya Chande ilisema nini. Jambo la kushangaza zaidi, tume ya Jaji Chande ilipopata fursa ya kutoa ufafanuzi kwa waandishi wa habari tarehe 28 Aprili 2026 Dar es Salaam kuhusiana na ripoti hiyo waliokabidhi kwa Mheshimiwa Rais, wanasema wajumbe wa tume hiyo, ripoti isingeweza kuwekwa hadharani kwa kuwa inajumuisha taarifa za asili. Kauli hii ni kinyume na tamko lao la kwanza siku wanakabidhi ripoti. Huu ni ushahidi wa wazi kuwa tume hii haikuwa na msimamo kwenye jambo lolote na iliegemea au ililenga uelekeo tu wa mtawala anasema nini. Watu ulisema kwamba hotuba yetu, wakati anasoma Chande vizuri kabisa, hotuba yangu jamani, nimeandika mapendekezo machache, mapendekezo mengine mtayaona kwenye hotuba yangu. Rais akatoka akasema hii taarifa ni ya kwangu, mtu yoyote asidai taarifa, asidai ripoti. Tume nayo ikageuka tena ikasema ripoti yetu tusingeweza kuiweka hadharani kwa kuwa inajumuisha mambo ya asili.
Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanafuata tu rais anavyosema, wanafuata uelekeo huo. Kwa hiyo hawakuwa na msimamo. Rais anadai kuwa ripoti ni mali yake binafsi, na kama ni mali yake binafsi, kwa nini ametumia fedha za umma kuhudumia tume hiyo? Kwani marais wengine watangulizwa kutoka enzi za Mwalimu Nyerere, mbona tume zao zilikuwa zinawekwa wazi tu? Tume za kina Jaji Kipenka, mauaji ya wafanyabiashara wa madini kule Mahenge, tume ya Jaji Warioba, katiba mpya, tume ya Profesa Muruma Makinikia, ambayo na yeye mwenyewe akiwa makamu wa rais tulisomewa kila kitu, mpaka namna wale wenzetu walivyokuwa wanacheza namna ya kuiba mapato yetu ya madini. Si tulisomewa siku hiyo hadharani, na yeye akiwepo kama makamu wa rais. Leo imetoka wapi mambo ya kukimbia na ripoti, kama sio kukimbia ukweli na uwajibikaji tu? Kwa hiyo ukiangalia tume imekimbia sana pale ilipotakiwa serikali kuwajibika. Tume imekimbia, ni kama walikuwa waliogopa kama ilivyosemwa na wadau wengi mbalimbali kwamba ni ngumu sana kwenda kumkagua na kumwajibisha aliyekuteua. Kwa hiyo na wenyewe hao wanadhani walikuwa na hiyo inferiority complex ya kuchukua hatua. Lakini serikali ilitoa taarifa kwa umma, lakini sheria zetu zinasema nini sasa? Je, rais anaweza kuficha taarifa? Kunaweza kukawepo taarifa ya rais iliyofichwa, inaweza ikawepo taarifa ya umma ikafichwa ikawa mali ya mtu. Sheria zinasema nini? Serikali kutoa taarifa kwa umma serikali kutoa taarifa kwa umma ni jambo la lazima na sio hiari. Hivyo raia wa Tanzania wanayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia juu ya masuala muhimu kwa jamii na kudai uwazi na uwajibikaji. Hii pia ni kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na kifungu cha 4 cha Sheria ya Upatikanaji wa Taarifa ya Umma, yani Access to Information Act. Zote hizi zinataka taarifa za umma lazima ziwekwe kwenye umma. Kwa hiyo hakuna jambo la kusema kwamba unaweza kusema hii taarifa ni ya kwangu, hii nimeandikiwa mimi niondoke nayo. Hamna hiyo. Kufanya hivyo ni kuficha ukweli na kukwepa uwajibikaji. Haya, uhalali wa maandamano. Je, waandamanaji walikuwa na uhalali wala au la? Tume inasema kwamba tume katika hitimisho lake kuhusu uhalali wa maandamano ya Oktoba 2025 ilidai kuwa hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ni matukio ya ghasia yaliyoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Tume ilibainisha kwamba waandamanaji walikuwa nje ya kinga iliyowekwa kitaifa na kimataifa, na hivyo uvunjifu huo ulisababisha serikali kutumia nguvu kubwa kukabiliana na waandamanaji hao. Hitimisho la tume halitendi haki kwa waandamanaji kwa uchambuzi ufuatao. Kuna utaratibu wa kusema kwamba wametishia amani au wamehatarisha taifa. Sio kuamka tu unasema walihatarisha taifa. Kuna hatari ya taifa ikifika mahala imehatarika, kuna utaratibu wa kufuata. Sio mtu unaweza ukasema tu kwamba umehatarisha taifa. Kuna utaratibu wa kufuata kuhatarisha taifa. Mpaka taifa liwe kwenye hatari, kuna utaratibu wake. Sasa la kwanza tunasema kuna madai yanayodaiwa sasa. Polisi wanadai kwamba tume inadai kwamba madai ya kuwa waandamanaji hawakutoa taarifa polisi. Imani ya wananchi juu ya polisi imepungua kutokana na jeshi hilo kushindwa kudhibiti matukio ya uhalifu kama utekaji, upotezwaji, mauaji yanayofanyika kila kona ya nchi, na hivi isingeona kama ni chombo halali cha kukimbilia. Lakini pia wao wamesahau tume kwamba wakati huo wanatangaza maandamano, kwa sababu haya maandamano sio kweli kwamba ya kutangazwa. Waandamanaji walitangaza na walijiorganize hadharani, na waliambiwa kwamba wasisubutu kufanya maandamano. Kauli ya mtawala ikatoka kwamba anasema ukweli ni kwamba kabla ya siku ya uchaguzi vuguvugu la maandamano lilifahamika kila kona nchini. Lakini waziri wa mambo ya ndani waliwahakikishia Watanzania kwamba hakuna vurugu yoyote itakayotokea siku ya uchaguzi mkuu. Badala ya kuwafuatilia hawa wanaotaka kuandamana kwamba mnataka kuandamana kwa jambo gani, wao wakasema hakuna mtu wa kuandamana wala hakuna mtu wa kujitokeza. Matokeo yake tumeingia kwenye matatizo makubwa hayo tuliyoingia nayo. Sasa unategemea kama polisi mwenyewe, waziri wa mambo ya ndani, rais mwenyewe anajitokeza anasema kwamba hakuna atakayeandamana wala atakayefanya chochote. Mtampelekea tena kumuomba notes huyo? Lakini madai ya kukwepa eti waandamanaji walizuia watu kupiga kura.
Sasa sisi tunajiuliza, hivi kulikuwa kweli na uchaguzi? Kwamba watu walizuiwa haki ya kupiga kura. Haki ya kupiga kura haianzi siku hiyo ya kwenda kupiga kura. Haki ya kupiga kura inaanzia kwenye daftari la kujiandikisha kupiga kura, inaanzia kwenye mazingira ya wagombea wamepatikana kwa mazingira gani, inaenda kwenye swala la kupiga kura. Kwa hiyo ukishayakosea hayo mazingira ya kuanza kwenye kuandikishaji, ukayakosea mazingira ya namna ulivyowapata wagombea, kwa vyovyote vile huo hauwezi kuwa uchaguzi. Sasa tuna changamoto ya muda. Uteuzi wa mgombea upande wa CCM kulikuwa na mazingira gani? Uteuzi wa mgombea wa rais wa CCM ndugu Samia Suluhu Hassan ulipingwa kwa msajili wa vyama vya siasa na mwanachama mwenzake wa CCM kutoka Kwimba Mwanza, ndugu David Levi Nestor Nkindigwa. Pia mwanachama mwingine wa CCM wa Moshi Kilimanjaro, mchungaji Dr. Godfrey Malisa alipinga uteuzi huo Mahakama Kuu ya Tanzania kwa madai kuwa mgombea huyo hakuwa amechukua fomu, mkutano ulimpitisha hakuwa na ajenda ya uchaguzi, hakujaza fomu, jina lake halikupita kwenye vikao vya mchujo, huku mgombea huo akiendesha yeye mwenyewe vikao vya uteuzi wake, jambo ambalo lilikuwa kinyume na kanuni na katiba ya CCM. Katiba na kanuni zimetajwa zilizokuwa zimevunjwa. Lakini la pili, tarehe 26 Agosti 2025, msajili wa vyama vya siasa alitoa maamuzi ya malalamiko ya ndugu Nkindikwa kwamba hawezi kushughulikia malalamiko hayo kwa kuwa swala la uteuzi wa mgombea wa CCM liko Mahakama Kuu, jambo ambalo lilikuwa ni la uongo, kwani Mahakama Kuu ilikuwa imeshaitupa kesi hiyo tangu tarehe 22 Agosti 2025. Maamuzi ya msajili yalilenga kumlinda mgombea wa CCM asienguliwe kugombea na tume ya uchaguzi. Jambo la tatu, mchungaji Dr. Malisa baada ya kesi yake kupinga uteuzi wa Samia kutupwa Mahakama Kuu, alikata rufaa Mahakama ya Tanzania Oktoba 6, 2025, ambapo kesi yake ilipakiwa hadi uchaguzi kupita, na bado mpaka leo haijasikilizwa. Na mbaya zaidi, alitekwa na watu wasiojulikana na baadaye kufunguliwa kesi ya uhaini Januari 2026 na kusota magerezani hadi tarehe 19 Mei 2026 alipoachiwa huru na kufutiwa mashtaka. Kwa hiyo huyu unaona kabisa kwamba kosa lake ilikuwa ni kumshtaki Samia, kupinga uteuzi wake. Ni kumshtaki Samia kupinga uteuzi wake. Leo kesi wamekaa nayo, wameenda kuifuta. Tarehe 19 Mei. Imeenda kufutwa. Kwa sababu uchaguzi ulishapita na nini basi. Huyu mzee ndio ametoka juzi hapa. Balozi Polepole ambaye naye alipinga mchakato wa kupitisha mgombea wa CCM kwa kueleza kuwa kikao hicho hakikuwa na ajenda ya uchaguzi na kusisitiza kuwa Samia must go, ambapo muda mfupi baadaye kauli hizo alitekwa na watu wasiojulikana, na hadi sasa miezi zaidi ya 8 sasa hajulikani alipo na wala tuambiwi chochote. Pia mjumbe wa halmashauri kuu wa CCM na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima alipoibua hoja za watu kutekwa na kupotezwa na kudai uwajibikaji, vikao vya uchujaji wa majina ngazi vilielekezwa kutopendekeza majina ya watu aina ya Gwajima, Magwajimanization, na baadaye kupoteza nafasi ya kugombea, huku kanisa lake la Ufufuo na Uzima lenye matawi zaidi ya 2000 kote nchini likifungiwa na kuzuiwa na waumini kuzuiwa kuabudu kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Lakini pia idadi kubwa ya madiwani wa bunge wa Chama cha Mapinduzi waliokuwa wakidai uwazi na uwajibikaji wa serikali walikatwa majina yao katika hatua za awali ili wasipate fursa ya kugombea na kuchaguliwa, jambo ambalo lilileta manung'uniko makubwa kwa wananchi na wanachama wa CCM nchi nzima. Sasa wewe unafikiri kwamba hawa wote waliokuwa wanalalamika wana CCM ambao mgombea wao wa urais alipindua meza, wenzile wakaenda kwa msajili kisheria wakazuiwa, wengine wakaenda mahakamani kesi zao zikapakiwa hazikusikilizwa, wengine wabunge nao na madiwani ambao wananchi wao walikuwa wanawataka kwenye majimbo yao wakafutwa kugombea. Wananchi watashindwa kuandamana eti kwa sababu wana kadi ya CCM. Sasa
Lakini ACT Wazalendo kulikuwa na nini? Mimi baada ya mimi Luhaga Johnson Mpina kuchaguliwa kihalali na mkutano mkuu wa chama cha ACT Wazalendo kupeperusha bendera ya nafasi ya rais, nilizuiwa kurejesha fomu, wakati nilizuiwa kurejesha fomu wala kufika ofisi ya INEC Agosti 27, 2025 kwa madai kuwa msajili wa vyama vya siasa amefuta uteuzi wangu. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu mgombea wa nafasi ya urais aliyezunguka nchi nzima kutafuta wadhamini na kula kiapo Mahakama Kuu na kulipia milioni 1 ya fomu kuzuiliwa kurejesha fomu bila hata kupewa nafasi ya kusikilizwa, jambo ambalo lilikuwa ni kinyume kabisa na sheria za nchi na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume ya INEC wananizuia wale ile tume wananizuia mimi kufika kwenye ofisi ya umma kama kwamba hiyo ofisi ni mali yao. Hiyo ni mali ya umma. Unanizuiaje mimi kufika pale? Wewe tumekuweka tu kibarua. Mimi nilizuiwa, hakuna kufika. Ukae huko huko na usije hapa kwa maana hatutakuteua sisi. Sijasikilizwa, sijaambiwa chochote. Sasa hawa washabiki wa nchi nzima wanaoona kwamba Mpina ni credible leader kuliko huyo unayemsema wewe unafikiri watakuwa na furaha? Manyanyaso haya waliofanywa, uonevu huu waliofanywa, na wanafanywa na vyombo ambavyo vimepewa jukumu la kusimamia sheria ili viweze kutenda haki kwa watu wote, wanazivunja sheria kwa kiwango hicho. Hata pale Mahakama Kuu iliponipa ushindi wa kuamua kurejesha fomu ya uteuzi na kuamua hata pale Mahakama Kuu iliponipa ushindi na kuamua nirejeshe fomu ya uteuzi na uteuzi uendelee, bado mwanasheria mkuu wa serikali ndugu Hamza Saidi Johari aliniwekea pingamizi akirejea maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na kutoa utetezi kwamba uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa nimeupinga Mahakama Kuu kwa shauri namba 23438 wa mwaka 2025 chini ya Mheshimiwa Jaji Wilibert Chuma. Hivyo maamuzi hayo hayawezi kutumika tena kwenye pingamizi hadi hapo mahakama itakapoamua vinginevyo. Pamoja na utetezi huo wa kisheria na kikatiba, bado INEC ilikubaliana na pingamizi la AG na kuniondoa kwenye orodha ya kugombea. Sheria yetu iko wazi. Maamuzi ya msajili mimi nilikuwa nimeyapinga mahakamani na imeshapangiwa jaji. Naenda huku ninaenda kuwekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali yetu kwa sababu nilipingwa mimi na msajili. Nikamwambia liko mahakamani na tayari tumeshapangiwa jaji. Kwa hiyo haliwezi kutumika tena mahakama kwa sababu mahakama mpaka iamue itakapoamua vinginevyo. Lakini bado INEC kwa sababu ilikuwa ni mkakati wao, INEC, msajili wa vyama, mwanasheria mkuu wa serikali walikuwa ni mkakati wao wa kuhakikisha kwamba mimi nainguliwa ili kumfanya huyu mgombea wa CCM akose ushindani na apite bila kupingwa. Nikainguliwa. Hata baada ya kufungua shauri jingine Mahakama Kuu, na mimi sikuchoka, nikakata rufaa. Hata baada ya kufungua shauri lingine Mahakama Kuu, na baada ya mahakama ya rufaa tarehe 22 Oktoba 2025 kwa shauri namba 2122 ya mwaka 2025, shauri hilo halikusikilizwa hadi uchaguzi kufanyika, na mpaka leo licha ya kufanyika kikao cha kiutawala, mimi niliitwa na jaji mkuu pamoja na chama changu, lakini pia wajibu rufaa Hamza Saidi Johari AG, Dr. Ali Posi SG na mawakili wa serikali ambao alikuwepo siku hilo Maki Mwarwambo chini ya mwenyekiti wa jaji mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju, ambapo niliitwa ili kwenda kuthibitisha kama kesi yangu ya kukata rufaa niliyoifungua nimekizi matakwa yote ya mahakama ya rufaa, nimekizi kanuni na sheria zote za kusikilizwa kesi yangu kwa dharura kabla ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025. Nikaenda kwenye mahakama, nikaenda kuprove kwamba mimi taratibu zote zinazotakiwa, na nikakabidhi nani yangu ya rufaa ambayo ilikuwa na kurasa 448 yenye vielelezo vyote mbele ya jaji mkuu. Akakiri kwamba Mpina ametekeleza masharti yote ya Mahakama Kuu, ya mahakama ya rufaa. Kwa hiyo kinachopashwa hapa ni mimi maamuzi yangu ya kesi hii kuweza kusikilizwa kabla ya uchaguzi haujafanyika. Lakini kesi hii ikatelekezwa mpaka leo, mpaka uchaguzi ukafanyika, na mimi nilishangaa kweli kweli mpaka siku namuona jaji mkuu anaenda kumwapisha mgombea wa CCM. Sijaambiwa chochote. Kesi yangu kwa nini isikilizwe?
Haiwezi kutarajiwa kwa nchi inayofuata demokrasia, mgombea ambaye amepitishwa na tume akaenda mahakamani, kesi haijaisha, nyinyi mkaendelea na uchaguzi. Haiwezi kutokea hiyo. Haiwezi kuruhusiwa namna hiyo. Kwa hiyo vyombo vya serikali, INEC, msajili wa vyama vya siasa, AG, wanatumika kama silaha ya kuwaingua wagombea wa upinzani ili kuwa ushindani na kuwafanya wagombea wa CCM wa nafasi ya rais, ubunge na udiwani kupita bila kupingwa. Lakini sasa mfano mwingine muweze kuona. Mfano wa kesi ya mwana CCM nilirejea na sasa nairejea hapa. Mfano wa kesi ya mwana CCM Kindigwa kwa msajili wa vyama vya siasa, alijibiwa kuwa msajili hatashughulikia swala ambalo liko mahakamani na anabanwa na ibara ya 107A kifungu kidogo cha kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini upande wangu nilienguliwa na INEC licha ya kueleza kuwa pingamizi langu la mwanasheria mkuu wa serikali nilikuwa nimelipinga mahakamani. Hii ni double standard na upendeleo uliopitiliza. Na dokumenti hizo zote ninazo. Na nitazitoa kwenye umma. Dokumenti zote ninazo. Barua ya Kindigwa ya kuambiwa kwamba kesi iko mahakamani tuwezi kuishughulikia. Na mimi nilivyoandikiwa pingamizi nikajibu kwamba hii kesi iko mahakamani hamwezi nyinyi kuishughulikia. Bado nikainguliwa na taasisi hizo hizo za umma. Na barua zote ninazo. Ushahidi wote upo. Halafu Watanzania waliofanywa haya yote wakaenguliwa wagombea wao kwa mabavu. Unawapeleka kwenye uchaguzi. Washabiki wa chama hiki cha ACT Wazalendo, washabiki wa maendeleo, washabiki wa kupenda viongozi bora hata bila kujali vyama vyao. Maumivu waliokuwa rohoni kuona wagombea wengine wanainguliwa. Utawabebea na mbeleko gani? Wanaenda kuandamana, unauliza sababu za kuandamana. Hujui wakati ulijua na ulizitarajia. Chadema. Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, alikamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini Aprili 2025 na chama chake kufungiwa kufanya shughuli za kisiasa kupitia msajili wa vyama vya siasa Jaji mstaafu Francis Mtungi na baadaye Mahakama Kuu. Hivyo chama hicho kilizuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa mwaka mzima. Na kimekuja kufunguliwa tena Aprili 2026 baada ya uchaguzi kumalizika. Uchaguzi umemalizika, kesi haieleweki. Sasa mnataka, yani Watanzania hawa hawaelewi kabisa hata hiyo mchezo yani. Mnawafungia kwa sababu ambazo hazieleweki. Yule jaji ameendelea kufunga ile kesi. Wameenda kukata rufaa. Mahakama ya rufaa imekuja kutupilia mbali kufungiwa kwa chama zisifanye shughuli zake. Yaani mnaenda kwenye uchaguzi, unakifungia chama kikuu cha upinzani kwenye nchi kisifanye shughuli za kisiasa, maana hata kampeni wala chochote wasifanye chochote. Alafu mkamata mwenyekiti wake, mnamfungulia kesi ya ugaidi, kesi ya uhaini. Alafu kesi zingine zinaanza kufutwa tu sasa hivi kwa sababu mlishakamilisha mlichokuwa mnakitafuta. Aprili kesi hii imekuja kutupwa. Lakini unajiuliza, nayo mahakama hiyo ya rufaa, kwa nini ilipopelekewa jambo hili ambalo lilikuwa linahusiana na uchaguzi, kwa nini haikuamua haraka? Mpaka imekuja kuamua Aprili huko. Kwa nini hakuamua huko Septemba huko? Halafu nakumbuka siku hiyo nilienda mahakamani. Siku hiyo natenguliwa na tume kwa mara ya pili. Nilikuwa nimeenda mahakamani kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Nakumbuka siku hiyo nilihudhuria hiyo kesi. Na nilifurahi sana kukutana kwa kweli na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, mwana mageuzi ambaye anapambania nchi yake. Nilimwambia, alifurahi sana aliponiona, akaniambia Mpina kaza. Wakati huo niko ndani ya mahakama ndio naletewa barua ya kwamba umeenguliwa tena kugombea nafasi ya urais. Kwa hiyo aliponiona, kwa sababu naye anapata taarifa, aliponiona tu akasema Mpina kaza kabisa, be strong. Na mimi nilimwambia, najua unashtakiwa kwa tuhuma za uongo, lakini yana mwisho haya. Sasa hawa wananchi wote mnataka watafurahi mambo haya, mnawafanyia hayo, alafu mnasema tulikuwa na uchaguzi. Uamuzi wa zuio la kufungia chama cha Chadema kilitolewa chini ya Jaji Hamidu Mwanga
umekuja kufutwa na mahakama ya rufaa Aprili 16, 2026. Huu ni ushahidi wa wazi kuwa chama hicho kilionewa kisishiriki katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa 2025. Pia viongozi wengine wa Chadema walikamatwa kwa kusingiziwa makosa mbalimbali na wengine kulazimika kukimbilia nje ya nchi. Sasa mazingira ya uchaguzi yaliyokuwepo ni nini? Moja, zilitokea dosari kubwa katika uandikishaji wa kupiga kura, kuhesabu kura, kutangaza matokeo na hata uhalali wa tume huru ya uchaguzi yenyewe. Mtakumbuka tume huru ya uchaguzi yenyewe. Tume huru ya uchaguzi iliteuliwa na rais, ambayo ameteua wajumbe bila ushindani na kwa upendeleo wa hali ya juu kwa misingi ya ndugu, jamaa na marafiki. Ukiwasoma orodha ya majina hayo utaelewa hiki ninachokizungumza. Lakini tume iliteuliwa mwaka 2023. Wakati huo ikiitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC. Na hivyo muda wake wa kisheria ulitamatika mara tu baada ya sheria mpya kuanzishwa ya mwaka sheria na jina la tume kubadilika mwaka 2024 na kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Lakini waliruhusiwa kusimamia uchaguzi wakiwa hawana sifa kisheria. Hii ni kinyume na kifungu cha 5(1), 2, 5 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili A na B cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024, ambapo inataka wajumbe wa Tume Huru ya Uchaguzi wapatikane kwa njia ya ushindani na kwa kuomba nafasi hizo kufanyiwa usaili. Sheria inataka wajumbe wa tume wapatikane kupitia usaili, wapatikane kupitia ushindani. Sheria mpya, hawa walikuwa wanaitwa NEC. Leo tuna tume mpya inaitwa INEC. Wakavalishwa koti watu ambao ni NEC, wakavalishwa koti la INEC. Manake uchaguzi huo ulisimamiwa na tume batili. Watu wengine mitaani watasema ulisimamiwa na genge tu la watu. Hawakuwa na mamlaka kisheria, hawakuwa na uhalali kisheria. Manake uchaguzi ulisimamiwa na genge la watu. Ulisimamiwa na tume batili, ulisimamiwa na genge la watu. Sasa kama tume inayosimamia ni genge la mtu au genge la watu, unategemea umma utapata haki gani? Ndio hiyo ya kina Mpina, unafukuzwa kabisa hata kusogea kwenye ofisi za umma, kwa sababu wao wenyewe sio umma, ni genge la watu. Ndio maana wanapata huo ujasiri wa kufukuza watu kwenye ofisi za umma, na hawana aibu katika hilo. Sasa mengine haya ya changamoto za uchaguzi mengi mmeelezwa na viongozi mbalimbali walipopata nafasi katika maeneo mbalimbali, namna kura zilizohesabiwa ambavyo hazikuwa na uhalisia katika maeneo mbalimbali, kesi ambazo zilikuwa namna kura zilivyohesabiwa upande wa bara, upande wa Zanzibar, lakini namna hata jumuiya za kimataifa ambazo zilikuwa zikasema uchaguzi wetu haukuwa huru wala haki, na kwamba ulikuwa umekiuka kabisa hata kanuni na taratibu za kidemokrasia nchini. Kwa hiyo huu uchaguzi huu SADC, AU, watazamaji wote hawa wa maeneo yote hawa wote walikiri kwamba uchaguzi huu haukukizi matakwa ya kidemokrasia, haukuwa huru wala haki wala wa kuaminika. Kwa hiyo ina maana kwamba lilikuwa na jambo lingine wala sio uchaguzi. Oktoba 29 nchi hii haikupita kwenye uchaguzi, ilikuwa kwenye jaribio tu jingine. Tume Huru ya Taifa, Tume Huru ya Uchaguzi kwa sehemu kubwa ndio ilipiga kura badala ya wananchi na kutangaza matokeo feki. Hivyo kuandamana kwa wananchi walikuwa na sababu za msingi, kwa kuwa huo haukuwa uchaguzi mbali genge lililoamua kupindua mchakato wa demokrasia kwa wananchi na kujiweka madarakani kwa nguvu au kwa nguvu kubwa kwa udikteta. Genge la watu lililokuwa limeamua kupindua tu demokrasia. Sasa uchaguzi, makosa yote hayo, vyama vya upinzani mnaviengua vyote, Chadema pembeni, ACT Wazalendo pembeni. Haya, mnafika kwenye uchaguzi tena, mambo haya yanafanyika, tume ya uchaguzi yenyewe batili, genge la mtu, utasema kwamba kulikuwa na uchaguzi? Kwa hiyo hawa ndugu zetu walioandamana walikuwa nazo sababu za kuandamana.
madai ya kwamba waandamanaji walikuwa na silaha au bunduki. Tume imeshindwa kuthibitisha. Mfano, waandamanaji walikuwa na bunduki ngapi na za aina gani? Waliokamatwa na bunduki ni wangapi? Na hizo tume na hizo bunduki zilikuwa halali au la? Sisi wote tumeshuhudia waandamanaji. Nani mwandamanaji aliyeonekana anapiga askari? Sisi wote, kwa sababu tukio hili tumeliona kwa njia mbalimbali. Hakuna picha hata moja inayoonyesha kwamba waandamanaji walikuwa na silaha. Na kama walikuwa na silaha, kwa sababu mliwakamata mkawapeleka mahakama, wangapi mliowakuta na silaha? Waliwakuta na bunduki za aina gani? Hizo bunduki ziliingiaje hapa nchini? Ni silaha za aina gani? Sasa tusije tukawa tu kwa sababu hawa wenzetu walitangulia mbele za haki, basi tuwasingizie tu mambo ambayo hata hayakuwepo. Tume imeeleza kwamba walioshiriki maandamano ni wananchi wa kawaida na wengi wafuata mkumbo. Sasa kama ndivyo hivyo, wananchi hao walipata wapi silaha na bunduki hadi kutishia usalama wa nchi? Mnasema kwamba walikuwa na silaha, walikuwa na bunduki. Mnaenda tena pala nyingine mnasema waandamanaji hawa wengi walikuwa ni wafuata mkumbo na wananchi wa kawaida. Sasa huyo mfuata mkumbo silaha amepewa na nani? Ameipataje silaha? Watu wote waliokamatwa kwenye vurugu wengi wameachiliwa huru, na hatujaambiwa kwamba kuna mtu aliyefunguliwa kosa la kukutwa na silaha. Sasa tume wanapata wapi haya maelezo ya silaha? Au kwa sababu hao ni marehemu hawawezi kupata nafasi ya kujitetea, wanaweza kusingiziwa lolote? Tumwepuke Mungu wetu, na wote wajue kwamba siku za kuishi hapa duniani kila mtu zinahesabika. Na unaweza ukafanya haya mambo ya kufuru haya yote, kumbe siku zako imebaki hata moja tu. Madai ya kwamba maandamano yalihatarisha usalama wa nchi. Wote kama nilivyosema, wapi tumeshuhudia kwamba hao waandamanaji walikuwa wanaua watu mpaka wakahatarisha usalama? Wapi? Sasa hapakuwa na vita wala hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa na rais kwa mujibu wa ibara ya 32 na ibara ya 32 kipengele ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo maelezo ya tume kuwa waandamanaji walihatarisha usalama wa taifa hayana ukweli, na msimamo wa serikali kuwa ilibidi kutumia nguvu kubwa kupitiliza kudhibiti waandamanaji kurejesha amani na usalama wa nchi sio kweli na hayana uthibitisho wote. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa inasema kama kuna hali ya hatari nchini. Ukisoma ibara hii ya 32(1) na ibara 32(1) na 2 inaeleza kwamba ili hatari iwe hatari kwenye nchi, rais anatangaza kwanza. Soma ibara hiyo ya 32(1)(2), nenda kasome ibara ya 9, nenda kasome ibara ya 148 ambayo wao ndio wameitumia vibaya ibara ya 148 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inasema kama kuna hali ya hatari, kama kuna vurugu zinazoweza kutishia usalama wa nchi, rais kwanza atalitangazia taifa kwamba kuna hali ya hatari na kueleza hatua ambazo zitachukuliwa. Nani aliyeelezwa kwamba kulikuwa na hali ya hatari? Tumezimiwa mtandao, hatukuelezwa. Tukafungiwa ndani, hatukuelezwa sababu. Umefunguliwa mtandao, hatukuelezwa sababu. Sasa hiyo hali ya hatari unaipataje? Katiba inakupa mwongozo, kama kuna hali ya hatari lazima rais atangaze au tangazie umma. Haiwezi kupatikana mmeua watu alafu mnasema kulikuwa na hali ya hatari. Katiba haijawapa hayo mamlaka. Serikali imeweka utaratibu wa namna ya kutumia nguvu kubwa. Lazima nguvu iwiane na tukio lenyewe. Hao waandamanaji waliokuwa nakimbia barabarani tu, hao akina mama waliokuwa na watoto mgongoni, mtoto anafiatuliwa, inapigwa risasi kutoka kifuani mpaka kwa mtoto, walikuwa na silaha gani? Walihitaji kabisa hao kupigwa kwa namna ile? Njia mbadala hazikuwepo. Lakini kwa hiyo ukisoma ibara uwiano wa kosa wala haikuwa na ulazima. Hii ni kinyume na ibara ya 31(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na PGO na sheria ya matumizi ya silaha na risasi ambazo na hata mkataba wa African Charter on Human and People's Right.
ambazo zote hizi zinasema kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiisoma ibara ya 31(3) inasema hakuna namna yoyote, hakuna mtu aliyepewa idhini ya kuidhinisha mtu mmoja auawe. Hakuna katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna. Labda liwe tukio la kivita, na utaratibu wa kivita ndio lazima ufate zile procedure za kutangaza, jamani, tuko kwenye hali ya hatari, kuna hiki, kuna hiki. Lakini hakuna mtu yoyote kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyepewa power za kuruhusu mtu fulani auawe, isipokuwa waliopewa jukumu hilo ni mahakama, ndio inayoweza ikatoa amri ya mtu kuuawa, na yenyewe itasema anyongwe au anyongwe mpaka kufa. Lakini mtu mwingine yoyote awaye yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hajapewa mamlaka haya. Sasa kama itatokea kwenye vita, hizo ni kitu kingine ambayo na yenyewe itakuwa imetangazwa na utaratibu umeeleweka. Kwa hiyo mtu mwingine yoyote asiseme kwamba eti ana mamlaka ya kusema kwamba watu walitumia nguvu kubwa, walitumia sijui wakaamrisha wauao. Mwandishi wa vitabu huko India anaitwa Radhakrishna Pillai, katika kitabu chake cha Corporate Chanakya alisema ni mwiko kwa kiongozi kutoa adhabu inayovuka mipaka ya sheria, na nukuu, never ever try to do any serious injury that goes beyond the law, mwisho wa kunukuu. Serikali ilivuka mipaka ya katiba na sheria kwa kutumia nguvu kupitiliza, kuwaua waandamanaji, kuwaua walemavu, kuwaua wananchi wasiokuwa na hatia. Walivunja katiba, walivunja sheria, na hakuna utetezi wa aina yoyote. Madai ya waandamanaji kwamba walikuwa wafuasi na mkumbo, hilo nadhani nimelizungumza. Sasa naongelee kidogo hapa masuala ya kiuchumi. Sasa serikali ya awamu ya 6 iliruhusu wizi wa fedha na mali za umma, ambapo watumishi wa umma waliambiwa wale kwa urefu wa kamba, watuhumiwa wa ufisadi kutangazwa kwa majina ili waone aibu badala ya kuchukuliwa hatua za kutumbuliwa na kufikishwa mahakamani, huku uzembe katika utumishi wa umma ukiongezeka na hata kupata baraka na wenyewe umefikia 40%. Kama nchi tulipitia sheria 2 za mwaka 2017 za kulinda rasilimali za taifa, the Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty Act number 5 of 2017 na the Natural Wealth and Resources Contract Renew and the Negotiation of Unconscionable Terms Act number 6 of 2017. Maamuzi na mageuzi haya yalisisimua Afrika na dunia nzima kwamba Watanzania tumeamua kuongeza uwazi na uwajibikaji na kuzidisha mapambano dhidi ya ulinzi wa rasilimali na fedha za umma. Lakini leo hii serikali ya awamu ya 6 imevunja sheria hizi zote, inazivunja hizi sheria kila uchao na hazisimamiwi vizuri. Wizi huu mkubwa kupindukia unachelewesha mageuzi na mapinduzi ya kiuchumi na maendeleo. Taifa limeingia kwenye orodha ya nchi zenye madeni makubwa duniani, yani heavily indebted poor country HPC. Huku tofauti ya kipato ya kipato wenye nacho na wasiokuwa nacho inazidi kuongezeka, yani Gini coefficient. Takriban sehemu kubwa ya uchumi wa nchi inamilikiwa na kundi chache la watu wachache. Maana yake nini? Unaposema kwamba uchumi unakuwa lakini wananchi maskini, lakini ajira hamna, maana yake uchumi unaokuwa sio wa wananchi. Maana yake uchumi wa Tanzania uko kwenye mikono ya kundi la watu wachache na wengine wageni kabisa. Ndio hayo mambo ya kuzungumza tu, uchumi unakuwa lakini mapato ya wananchi, kipato cha wananchi kina tatizo, wananchi wanaendelea kuwa maskini na vitu vingine, ajira hamna. Unakuwa na uchumi unaokuwa alafu wananchi wako hawana ajira. Unakuwa na uchumi unaokuwa lakini vijana wako wanateseka kila leo, hawana ajira. Ajira nyingi zimemilikiwa na wageni. Unakuwa na mambo hayo. Unakuwa na uchumi unakuwa wananchi wako bado maskini wa kutupa, hawana maisha magumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu uchumi ulio nao sio wananchi, ni uchumi ambao ulishabinafsishwa, ulishakabidhiwa watu au genge la watu wachache. Unaweza kukuta uchumi wa nchi hii unasomeka kuongezeka, kumbe huko kwa asilimia ya watu 5 tu. Asilimia 5 tu. Kwa sababu mafisadi papa wa nchi hii hawazidi 5% ya population. Hawazidi. Kwa hiyo uchumi huu ni wa watu 5%. Takumbukwa huku watumishi wa umma
wakilipwa ujira mdogo usioendana na hali halisi ya ugumu wa maisha. Hivi majuzi kwenye sherehe za Mei Mosi 2026, watumishi wa umma wamenyimwa kuongezewa mshahara. Kisingizio fedha nyingi zimetumika kwenye uchaguzi mwaka 2025. Jambo ambalo haliwahusu. Uchaguzi sio jambo la dharura. Yaani mimi mtumishi wa umma ambaye nalipa mshahara mdogo wa 500,000, nalipa mshahara mdogo wa 750,000, nalipa mshahara mdogo wa 1,000,000, nalipa mshahara mdogo wa 1,150,000. Huo swala la uchaguzi linanihusu nini? Kwa sababu swala la uchaguzi kwanza lilikuwemo kwenye budget. Sio jambo la dharura. Tukilia leo kwamba hela zimemalizwa na uchaguzi, tukilia leo eti hela zimemalizwa na uchaguzi, maana yake kwamba mmefanya kufuru kwenye uchaguzi, mmetumia fedha za umma nje ya budget na nje hata ya idhini ya mambo yote. Maana yake mtatuambia kwamba uchaguzi huu umefuja fedha za umma, na ndio maana tuliona watu wakiendesha kampeni za kufuru kubwa. Wanatembea na helikopta za umma, wanatembea na magari ya serikali mengi. Watu wana mikutano yao inakusanywa na magari. Mtu hawezi kwenda kwenye mkutano mpaka watu waletwe na magari. Tukafika mahala wagombea wa urais 19 wote wakanunua magari ya mamilioni ya fedha. Ya mamilioni ya fedha. Wagombea 19. Magari kama yalinunuliwa labda ya milioni 500 au 600, maana yake walinunua magari ya bilioni 10. Waendeshe kampeni kwa siku 60. Yaani mtu ananunuliwa gari la kuendesha kampeni kwa siku 60. Zinatumika bilioni 10 za Watanzania hawa maskini ambao hawana ajira. Wakienda hospitali hakuna dawa. Wakienda hospitali daktari analipwa mshahara mdogo, ana mawazo kiasi kwamba anafikiria nyumbani kwake huko, pengine hata kitanda kinauzwa kule kwa madeni. Anashindwa kumtibu mgonjwa. Leo mnapata nyinyi mnachezea nasa fedha za umma bilioni 10 kulipa kumnunulia mgombea azunguke siku 60. Kwa nini msikodi kama mna nia njema na hao wagombea? Ukikodi hata milioni 500 haiwezi kuzidi. Leo mmenunua kwa bilioni 10. Mimi nilikataa yale magari. Siwezi kufanya dhambi hiyo. Siwezi kushiriki kuwa hujumu wa Tanzania kwa kiwango hicho. Na kama mnataka mnaenda kuchezea, mnachezea fedha za umma hizi, mnazigawana kama keki ya birthday. Watanzania wanalia, wanaenda hospitali. Kuna Watanzania wangapi leo wameandikwa huko kwenye hospitali operation, hawezi kufanyia operation, anatoka familia maskini. Wagonjwa wangapi leo wafika ambao wanakufa, ndugu zao wamefilisika, hawawezi kumtibu, anakufa bila matibabu. Mnafanya anasa hela za serikali. Unanunulia mgombea siku 60 kabisa, nunue gari kabisa. Gari kabisa la milioni 500, milioni 600. Hamuoni machungu yoyote. Hamuumii. Bilioni 10 haziwezi kupungua. Na mbaya zaidi, mpaka leo hii magari hatujaona yakikabidhiwa serikalini. Hatujaona yakikabidhiwa serikalini mpaka leo hii, yani hatujaona magari haya yakikabidhiwa serikalini mpaka leo. Na mimi nilikataa kwa misingi ifuatayo. Mimi nilikuwepo bungeni, enda mwana accountant, nafuatilia kila senti ya serikali. Sikuona hii kasma ya kununua magari wagombea. Kwa hiyo nilipoletewa nikajiuliza, hii kasma ya wagombea kununua magari imetoka wapi? Imeidhinishwa na nani? La pili, hawa INEC ambao walinifukuza hata kufika ofisini kwao, leo wana huruma gani kunipa gari? Hawa INEC ambao wamefuta wagombea wangu wa udiwani, wamefuta wagombea wangu wa ubunge, leo wana huruma gani na mimi mpaka wanipe gari la kuzungukia siku 60? Leo INEC ambao tunaenda kwenye uchaguzi wameshindwa kutoa hela za mawakala. Leo usawa gani wanaozungumza? Level playing field. Level playing field tunaipata kwenye kununua magari. Maana yake kama mpaka leo hii hatujaambiwa hayo magari yamerudishwa. Siku hiyo wanawagawia, kila mbunge walikuwa kila mgombea urais walikuwa wanatangaza, huyu tumempa gari fulani. Unatangazwa pale. Pina amepewa, unatangazwa. Nani amepewa, unatangazwa. Leo siku ya kurudisha, mbona hatukuona mkiyatangaza? Maana yake yale magari yale yamefujwa. Maana yake hayo magari yamekabidhiwa aidha kwa watu binafsi. Na kama walitaka huo uwazi, kwa nini kwenye kurejesha hayo magari hawajaweka uwazi huo kwenye public? Rais tukamuona siku hiyo anaapishwa, anasema ameletewa magari mapya. Kwa sababu ya awamu yake ya utawala imeisha. Ya kwanza, anaenda awamu ya pili, kwa hiyo apewe magari mapya. Yaani mnabadilisha magari kwa sababu ya awamu, na wala sio kwamba magari yaliyokuwa nayo yamechakaa.
mnazichukua fedha za kununua dawa za wagonjwa, mnachukua fedha za mateso na manyanyaso makubwa ya Watanzania wanaonyanyasika kulipa kodi ya nchi kwenda kufanya anasa Ikulu. Unabadilishaje magari kwa kigezo cha awamu? Halafu tukizungumza tutapigwa mikwaju. Wacha tupigwe hiyo mikwaju. Hatuwezi kunyamaza. Hata hivyo, kilichoelezwa na tume ya Jaji Chande kuhusu kiwango cha nchi kuaminika katika kukopa kutokana na tathmini iliyofanywa na kampuni la Moody's na nchi yetu kupewa kiwango cha B1, Watanzania tusiaminishwe na vigezo vya kampuni hiyo pekee, kwani ukweli tunajua kuhusu deni la serikali ambao vigezo vya uhimilivu vilivyowekwa na shirika la fedha la kimataifa IMF kwa deni la serikali vinakaribia kufikia ukomo uliowekwa, yani threshold or borrowing limit. Hadi kufikia Februari 2026, kama nilivyoeleza pale awali, deni la serikali limeongezeka kwa shilingi trilioni 54.3, kiasi ambacho ni karibia sawa na deni lote la nchi yetu la tangu uhuru miaka 65 iliyopita. Lakini pia uwiano wa deni la serikali kwa pato la taifa deni la serikali kwa pato la taifa, yani debt to GDP ratio, umefikia 44%, wakati ukomo ni 55. Kwa hiyo tumebakiza 11% tu kumaliza kiwango kilichowekwa. Uwiano wa ulipaji wa deni la serikali kwa uwiano wa huduma na bidhaa, yani debt service to export ratio, umefikia 17%, wakati ukomo ni 15 mpaka 20. Hivyo tumeshavuka ukomo, na ukomo wa mwisho tumebakiza 3% tu. Uwiano wa ulipaji wa deni kwa mapato, yani debt service revenue ratio, ni 44.5, wakati ukomo ni 18. Hivyo tumebakiza 3.5 tu kufikia ukomo. Pia wafadhili wengi wamepunguza misaada na mikopo ya masharti nafuu, na hivi sasa taifa limebebeshwa mzigo mkubwa na riba kubwa kutokana na mikopo mingi mikubwa kuwa ya kibiashara, yani commercial debt. Sasa commercial debt share imefikia 35.8. Yani hii mikopo, katika mikopo yote tuliyokopa 35.8 ni mikopo ya kibiashara. Sasa hii inazalisha riba kubwa sana. Kwa hiyo hii riba inaongeza deni la taifa kwa kiwango kikubwa, na wanashauri kwamba walau inatakiwa isizidi 20%, lakini tuko 35.8 ya mikopo ya biashara. Kiwango hiki ni kikubwa, kwani inatarajiwa iwe chini ya 20%. Hatari nyingine ni kwamba takriban 70% ya deni hilo liko kwenye dola za Marekani, na hiyo mtikisiko wote wa kushuka kwa thamani ya Tanzania shilingi zidi ya dola kunapelekea kuongezeka kwa deni la serikali, yani high forex and currency risks. Tulipofanywa tathmini ya uhimilivu, yani debt sustainability analysis na IMF, World Bank, Tanzania Investment Center and Consultant Group Limited TICGL, pamoja na maelezo kuwa deni liko himilivu, lakini taasisi hizo zimetutahadharisha kuwa nchi iko kwenye hatari kubwa ya kuvuka viwango vya ukomo wa mikopo vilivyowekwa, a high vulnerability. Huku deni, kwa hiyo ni kwamba deni la serikali hilo linaloelezwa kwamba ni himilivu, tuko kwenye mstari muda wote. Ikishuka tu Tanzania shilingi sasa hivi, ikitikisika Tanzania shilingi, tunaingia kwenye crisis. Plus riba tulizozibeba, tunaingia kwenye matatizo makubwa. Sasa tunajiuliza hizo hela pia ziko wapi? Sasa hizo fedha ziko wapi? Huku deni la serikali ikiripotiwa kuongezeka kwa kasi isiyokuwa ya kawaida, fedha kutengwa kila mwaka, lakini ni dhahiri kuwa zimekuwa bajeti hewa na fedha zinatafunwa. Mfano, ujenzi wa reli ya SGR loti 3 Makutupora Tabora imefikia 14.53. Loti 4 Tabora Isaka imefikia 6.95, wakati mikataba hii yote ilipaswa kukamilika Disemba 2025. Sasa ziko 14%, ziko 6%. Miaka mitano. Itakiwa imemalizika Disemba, leo iko kwenye asilimia hizo. Lakini loti 6 na yenyewe iko 7.7 na itakiwa ikamilike Juni 2026, mwezi huu. Wako nao 7.8. Wakati Isaka Mwanza yenyewe ni 68.77. Yenyewe itakiwa ikamilike Disemba 2024.
Kwa hiyo ni kama hii miradi nayo imetelekezwa tu. Sasa unajiuliza, kama tumekopa matrilioni yote haya ya fedha, tumeyakopa tukayapeleka wapi? Kama SGR, performance ya SGR ndio hii tunayoiona. Tumekopa hizo fedha tukazipeleka wapi? Kwa kifupi, miradi ya SGR imetelekezwa katika kipindi chote cha miaka mitano, licha ya serikali kuripoti kukopa zaidi kiwango kilichoidhinishwa kwenye bajeti, na sasa inadai tena kupata mikopo mipya ya zaidi ya trilioni 3.2 kwa ajili ya SGR. Kwenye bunge hapa tumeambiwa kwamba wamepata hela tena zingine za mkopo za SGR za trilioni 3.32. Lakini miaka ya nyuma huku hakuna mahala ambako tuliambiwa kwamba waliomba hela hawakupewa fedha. Zaidi serikali ilikuwa inakopa zaidi ya kiwango kilichoruhusiwa na bunge. Kwa hiyo ilikuwa inakopa zaidi ya 100%. Sasa hizi fedha wanazoenda kukopa sasa hivi za nini tena? Na kama walikuwa wanakopa zaidi ya 100%, kwa nini SGR haijatekelezwa? Kwa nini miradi ya SGR haijatekelezwa mpaka sasa hivi? Hizo hela ziko wapi? Fedha za mikopo ziko wapi? Ujenzi wa barabara unasuasua. Mtandao wa barabara ya lami na changarawe tulio nao sehemu kubwa umechakaa, na barabara maeneo mbalimbali nchini zimejaa mashimo matupu na kusababisha ajali na usumbufu mkubwa kwa mabasi na abiria, magari na mizigo na abiria. Kwa hiyo abiria wako kwenye mateso makubwa, wasafirishaji wa mizigo wako kwenye mateso makubwa, watu wanapata ajali kila leo, watu wanapata ajali kila leo, watu wanapata ajali kila leo kwa sababu ya ubovu wa barabara. Watu leo sasa hivi wasafiri wa mabasi wanadeclare kuchelewa kwa mabasi masaa 2, masaa 3 kwa sababu ya barabara, mashimo tupu, na ni barabara zote. Na mimi huwa nasafiri na mabasi, huwa nasafiri na malori, huwa nasafiri na magari, natumiaga usafiri wote. Barabara zote nimezishuhudia kwa macho yangu, mashimo kila sehemu. Nchi hii na mtandao wa barabara kama walivyotupa taarifa kwamba ni zaidi ya kilomita 16,000. Lakini miaka miwili ijayo, kwa hali hii, miaka miwili mitatu, mtandao wa barabara huu utakuwa umeshatoweka. Mambo ya kimataifa, tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana. Tulipokea ugeni wa Dr. Lazarus Chakwera kutoka Jumuiya ya Madola, ambayo ilikuwa ni ujumbe kutoka katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola. Dr. Chakwera alikuja hapa nchini kufanya mazungumzo na baadhi ya wananchi wa hapa Tanzania, kujua changamoto zilizotokea katika uchaguzi. Na mimi nafurahi kwamba nilipata fursa hiyo. Nilikuwa kati ya watu waliopewa fursa hiyo ya kwenda kukutana na Dr. Chakwera na timu yake. Na niseme kwamba kwanza nashukuru sana kwa Jumuiya ya Madola kwa ajili ya kufanya hivyo, lakini pia nilienda na mimi kukutana na ile tume, na kwa kweli nilieleza kwa kirefu katika kurasa 70. Toa maelezo ya kurasa 70 yenye ushahidi wa kila nilichokiongea. Na hata haya yote niliyoyazungumza, mtu yoyote yule akikata rufaa, na ushahidi wa kila nilichokiongea. Kila neno niliyozungumza na ushahidi nao. Na huku kwa Dr. Chakwera huku nilipeleka page 70. Niliongea, nilipomaliza kuongea nikakabidhi document yenye maelezo yangu ya neno kwa neno, page 70 pamoja na vielelezo vyake. Sasa sambamba na hilo, bunge la Ulaya nao tunawapongeza kwa hatua ambayo, sambamba na hilo, bunge la Ulaya Novemba 2025 lilipitisha maazimio ya kuitaka kamisheni ya EU kusitisha mpango wa ufadhili wa Tanzania wa euro milioni 126 kutokana na ghasia ya uchaguzi na ukandamizaji wa siasa na uonevu wa viongozi wa upinzani. Haya mambo sio kwamba sisi tunayapenda. Sisi tunaposikia kwamba Tanzania inajadiliwa kwa ajili ya kusitishiwa misaada, Tanzania inajadiliwa kwa ajili ya kuwekewa vikwazo, sio kwamba tunafurahia. Inatuuma sana. Na kwa nini taifa letu lifikishwe hapo? Taifa letu katika miaka nenda rudi lilijitambulisha siku ya kwanza kwamba sisi ni watu ambao hatufungamani na upande wowote. Sisi ni watu wa ukweli tu. Tukapendwa na dunia nzima. Leo tunaingia kwenye mijadala ya dunia, tunajadiliwa kwa ubovu, kwa uhasama. Mpaka nchi zingine kama Marekani inaanza kupitia upya mahusiano yetu sisi na wao. Bunge la Ulaya kule lina maazimio mengi mbalimbali, lakini tumeshuhudia hapa majuzi
Bi Jane Shaheen wa Democratic Party na bwana Ted Cruz wa Republican Party, wote hao wakipeleka mswada bungeni wa kutaka sisi tuwekewe vikwazo kutokana na hayo makosa makubwa ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na uminywaji wa demokrasia. Sasa maneno haya tunapoyapata, sio kwamba tunafurahi, lakini tunajiuliza, hivi kwa nini iwe hivyo? Na maelezo ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Balozi Mahamudu Thabiti Kombo kuwa amepeleka barua 25 kwa Mheshimiwa Rais kwa mataifa amepeleka barua 25 za Mheshimiwa Rais kwa mataifa mbalimbali duniani kwa maelezo kuhusu machafuko na mauaji ya Oktoba 2025, ambapo naamini kuwa utetezi huo hauwezi kukubalika mahala popote duniani. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Balozi Mahamudu Thabiti Kombo, maelezo aliyoyatoa pale bungeni pale, nilisikitika sana mpaka nikajiuliza, hivi huyu kweli ni waziri wa serikali? Yaani anaweza kweli waziri wa serikali akaenda kuzungumza mambo ambayo yanakinzana na katiba, yanakinzana na sheria ndani ya bunge ambalo limewekwa na Watanzania kama chombo cha kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa majukumu ya serikali? Alafu anasema amepeleka barua 25 duniani kuzieleza machafuko yaliyotokea Oktoba 25. Serikali ambao wananchi wake tu wenyewe imeshindwa kuwaeleza. Hao wa kimataifa mnawapelekea maelezo gani? Hizo barua 25 mmeandika nini? Hayo maandiko mlioyaandika ni tofauti na mnayotuambia sisi. Mlisema mtaunda tume, mlete taarifa mmekimbia nayo. Na hizo nchi mnazoziandikia, balozi zao ziko hapa, ni sehemu ya Watanzania, wanapokea taarifa kama tunazopokea sisi kama sehemu ya umma. Mnaenda kwenye umma mnasema watu waliojitokeza kwamba nguvu iliyotumika ni nguvu sahihi iliyotumika, na mnaolalamika watoto wenu kuuawa mngewazuia wasiandamani. Sasa kama ndio hayo maelezo mnayoyapeleka kwenye hizo barua 25, si hata mngepeleka barua 10,000 haziwezi kusikilizwa na dunia? Dunia gani ambayo inaweza kusikiliza tu maelezo? Katiba yenu inajulikana. Katiba ya Tanzania inasoma dunia nzima. Inajulikana mambo gani yanaruhusiwa na mambo gani hayaruhusiwi. Ukitunga sheria leo iko kwenye mtandao, inasoma dunia nzima. Marekani, Uingereza, Ujerumani hawahitaji kuomba katiba ya Tanzania, wanayo kwenye mtandao wanasoma. Hawahitaji kuomba sheria za Tanzania, wanazo kwenye mtandao wanasoma. Yanayoruhusiwa na yanayokatazwa. Leo wewe utawapelekea barua ambazo zinakinzana na katiba kusikilize. Kwa hiyo anasema amepeleka barua 25 sisi kwenye dunia kujieleza. Mimi namwambia hata akipeleka barua 10,000, dunia haiwezi kusikiliza mambo ya kuvunja katiba na sheria za nchi. Sasa uwajibikaji kuhusiana na mauaji. Mimi niseme kwa kifupi kwamba serikali haiwezi kukwepa lawama ya kuwajibika. Rais alipashwa na watu wengine wanaohusika wawe wameshawajibika kwa kashfa nzito ya kukatisha maisha ya watu wasio na hatia. Taasisi nyingine ambazo haziwezi kukwepa lawama ya kusababisha machafuko ni pamoja na msajili wa vyama vya siasa, mwanasheria mkuu wa serikali, tume huru ya taifa ya uchaguzi na mahakama, ambazo kwa namna moja au nyingine zilishirikiana kwa pamoja kufanya upendeleo na kuharibu uchaguzi kwa kuzuia vyama na wagombea wa vyama vya upinzani ambao ni ACT Wazalendo pamoja na Chadema. Kiufupi ni kwamba hivi vyama vilizuiwa visigombee. Pia tume ya uchaguzi ya Jaji Chande haiwezi kukwepa lawama kwa kuliingiza taifa kwenye mzozo mkubwa zaidi na kutoa taarifa kinzani na kuuficha ukweli iliyoufahamu kutokana na ushahidi na vielelezo ilivyovipokea kutoka kwa wananchi na serikali. Mnatoka nchi nzima mmepokea ushahidi wa watu 63,000. Hapo baadaye mkasema kwamba hiyo taarifa ni ya kwenu. Kweli? Hao wananchi waliowapa ushahidi wao? Ndugu zangu,
Swala la kuwajibika halijaanza leo. Mzee Ali Hassan Mwinyi akiwa waziri wa mambo ya ndani, Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa waziri wa mambo ya ndani walijiuzuru. Mheshimiwa hayati Edward Lowassa akiwa waziri mkuu alijiuzuru. Sasa swala la kuwajibika, tena walijiuzuru kwenye makosa ambayo yalikuwa ya kawaida sana. Leo wewe unazungumza kwamba umesababisha vifo vya watu zaidi ya 518, majeruhi na walemavu zaidi ya 2390. Likawa jambo la kawaida. Damu hizo zote, damu za watu zaidi ya 518 zimemwagika, ziko kaburini, mpaka watoto wadogo. Tulimsikia mtawala akijutia na kusema kungekuwa na uwezekano angetamani siku zirudi nyuma ili aliyotokea Oktoba 2025 yawe hayakutokea, na historia ijiandike upya ili kufuta doa tuliloingia, ili kufuta doa aliloliingia, kwa sababu asiseme tuliloliingia, ili kufuta doa aliloliingia yeye. Hakika majuto ni mjukuu. Hakuna uwezekano wa siku kurudi nyuma wala kurejesha uhai wa watu na viungo vya miili ya binadamu iliyopotea. Mioyo ya Watanzania na familia za wafiwa zinazovuja damu haziwezi kupata faraja kwa maneno ya aina yoyote ya kuomba msamaha, isipokuwa ni rais mwenyewe kuwajibika. Rais alikataa ushauri wote uliotolewa na wawakilishi wa wananchi, hadi wengine wakawafukuza bungeni. Wazee, viongozi wa dini, asasi za kiraia walishindwa. Asasi za kiraia wote hao walitoa ushauri, lakini serikali yake ilishindwa kuheshimu hata mahakama, wakiamini wanaweza kila kitu. Matokeo yake ndiyo haya. Wahenga walisema asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Wako wenye viti mwingi, wapo mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo ndugu yetu Masudi Othman, yeye alienda kabisa kumwambia rais, mheshimiwa, kuna hali ya hatari sana, watu wanaweza kuuawa. Bado hakusikilizwa. Mzee wetu Jaji Sinde Warioba aliwatafuta kweli kweli, mtafuta rais, tafuta tume, hakusikilizwa. Lakini ushauri mwingine ulitolewa na wazee mashuhuri kama mzee wetu Samuel Kasoli, Profesa Anna Kajumulo Tibaijuka, mzee wetu Freeman Alikeli Mbowe, siku nyingi simsikii lakini alitoa, marehemu Suleiman Saidi Bungala maarufu Bwege, Mungu amlaze mahala pema peponi na Mungu ampe kauli thabiti mzee wetu huyu. Mina. Kwa nyakati tofauti tofauti washauri walishauri namna bora ya kuendesha uchaguzi huru na haki, lakini nao waliweza kupuuzwa na serikali. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, na nukuu, chama kitakachopuuza maoni ya wananchi kinaweza kikalia kilio, asipatikane mtu wa kukisaidia kupangusa machozi. Ninachowaambia CCM nawaambia vile vile na vyama vingi, lazima msikilize wananchi wanasema nini. Mwisho wa kunukuu.